uwekezaji ni nini, na nitakuelezea hadithi moja. Mwaka 2011, 2012 niliitwa chuo kikuu cha mipango cha Dodoma, na nilipoitwa pale kwenye kile chuo kikuu na kozi inayoitwa investing, na kulikuwa kuna ubishi kati ya walimu na wanafunzi na kukuwa na mwafaka kuhusiana na maana ya halisi ya uwekezaji ni nini. Alafu kulikuwa na debate, where can we get the reference ambayo inathibitisha hiyo maana ya uwekezaji. So nikapigiwa simu na kile chuo cha mipango Dodoma, nikaombwa kama naweza nikaenda nikajadili hiyo mada na kutatua hiyo changamoto ambayo imejitokeza kati ya wanafunzi na walimu kwenye dhana nzima ya uwekezaji. Basi kwa nikafunga safari nikaenda zangu Dodoma. Siku ile nakumbuka wanafunzi wa mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3 wote waliambiwa mnaosoma kozi za uwekezaji mnaenda kwenye ukumbi, pamoja na wanafunzi wa masters, pamoja na walimu wote waliokuwepo pale lecturer. Basi tukaenda tukapata hiyo nafasi. So hoja ikatolewa tuelezee maana ya uwekezaji. So Mungu mwema, by then nilikuwa nimeshasoma na nilikuwa nimeshaanza kupractice masuala ya uwekezaji kwa bidii, na uwekezaji maana yake inakuwa reflected kwenye huo mchoro, na maana zake ziko mbili. Mtu wa kwanza aliyedefine uwekezaji alikuwa ni mtu anaitwa Benjamin Graham, mwalimu wa Warren Buffett. Ameandika vitabu viwili vikubwa, kimoja kinaitwa The Intelligent Investor, cha pili kinaitwa Security Analysis. Hivyo vitabu viwili ndani yake vina contain definition ya uwekezaji, lakini kuna kitabu kingine kinaitwa The Millionaire Next Door na kingine kinaitwa The Millionaire Woman Next Door, na chenyewe wale waandishi wawili walidefine maana ya uwekezaji. Uwekezaji una maana kubwa mbili. Maana ya kwanza, uwekezaji ni kuwa na fedha katika biashara. Unapoanzisha biashara unaingiza mtaji wa fedha. Kwa hiyo umewekeza sehemu ya mali yako, sehemu ya rasilimali zako kwenye biashara. Sasa ile kuwekeza sehemu ya rasilimali yako ndio uwekezaji. Lakini the proper and probably the scientific and professional definition ilitolewa na Benjamin Graham, ambayo Mr. Warren Buffett amekuwa akifuatilia na kuiexercise day and night. The late Charlie Munger, hawa kina Philip Fisher, wakina Peter Lynch, hawa Amerikani ambao wameweka historia kwenye ulimwengu wa uwekezaji, waliobserve ile definition iliyofundishwa na mwalimu wao huyu Benjamin Graham, ambapo Benjamin Graham yeye alisema uwekezaji ni shughuli ya utafiti inayojikita katika kulinda mtaji kwa ajili ya kuleta faida inayoridhisha. Kwa Kiingereza tunasema investing is one which upon thorough analysis promises the safety of capital and satisfactory return. Kwa hiyo pale kuna mambo makubwa matatu tunapozungumzia swala la uwekezaji. Na mimi ningependa nitumie kwenye hii sehemu ya pili, ningependa nitumie zile taa za kuongozea barabarani, traffic lights, kwenye kudefine na kuclarify the whole concept ya uwekezaji. Huwa unawekeza kwenye biashara, huwa unawekeza kwenye hisa, huwa unawekeza kwenye vipande, huwa unawekeza kwenye hati fungani, bondi, huwa unawekeza kwenye sijui ni ETF, huwa unawekeza kwenye fixed deposit. Zingatia mambo makubwa matatu yanayotokana na ile definition. Jambo la kwanza ni utafiti ama analysis. Kwa hiyo hapa tunazungumzia taa ya kijani. You can go with investing your money as long as you performed your analysis, your research. Wengine wanaita due diligence, wengine wanaita assessment, call it whatever name, whether ni formal ama informal. Lazima ufanye kitu kabla ya kufanya uwekezaji ama kutumia pesa. Then kanuni ya pili ni usalama wa fedha ulizonazo. The money you have ni critical. Alafu kanuni ya tatu ambayo watu wengi ndio wa kidogo tunaikimbilia inaitwa faida. Sasa haya mambo makubwa matatu ndio ambayo unatakiwa uyafikirie kabla hujatumia pesa wakati wowote. Kuna jambo ambalo huwa kila wakati linatokea, watu huwa wanafanyaga kinyume. Angalia hii picha hapo unayoiona hapo mbele.
Ukiangalia hiyo picha utagundua kitu kimoja. Upande wa kushoto watu wanaanza na namba 1 wanapotaka kuwekeza, wanawaza faida. Alafu namba 2 ndio wanajiuliza usalama wa mtaji. Namba 3 ndio wanakuja kufanya utafiti. Hii ndio common scenario ambapo mimi kwa takwimu zangu ninaweza nikasema takriban 80 hadi 90 ya watu, mashirika, taasisi mbalimbali wanaanza kwanza kwa habari ya faida kiasi gani, alafu wanaenda kuchukua hela zao wanawekeza bila kujua huko wanakuwekeza kuna usalama kiasi gani. Wakishapata hasara ndio wanakuja kwenye sehemu ya 3, wanaanza kufanya utafiti, tulikosea wapi. That is a very wrong approach. Na hata wewe na mimi tujiulize tu, tulipopata hasara, what went wrong? Probably utagundua kwamba ulifanya uamuzi kabla ya kufanya utafiti. The best way and the best approach should be namba 1, upande wako wa kulia iwe ni utafiti. Utafiti ukikamilika, then namba 2 uwe usalama wa mtaji, namba 3 iwe faida. Hizi concept 3 nitazielezea kama ifuatavyo. Kwa hiyo tutaanza na ile concept ya kwanza au kanuni ya kwanza ama msingi wa kwanza kabla hujawekeza pesa sehemu yoyote kwenye maisha yako. Kanuni ya kwanza inasema fanya utafiti ama uchambuzi ama upembuzi. So kwenye eneo hili, hii ni first priority, ndio kipaumbele cha kwanza. Utafiti unaweza ukawa wa fomo, manake umemweka mtu anatoa na ripoti kabisa. Utafiti unaweza ukawa wa informal. Informal manake sihitaji kuandikiwa ripoti yoyote. Naenda DSE, najiuliza hisa gani inaofanya vizuri. They will tell you clearly, sisi tunavyoona kutokana na utafiti wetu, fanya hivi na hivi. Sasa hiyo itakuwa much more formal. Wanaweza wakakuadvise, wakakuandikia na ripoti, wakakutumia na email. Wao ni professional advisor. Sisi wengine hatuna hiyo very formal status. Tutakwambia tu tumefanya analysis, mambo ndio hivi. Kwenye nchi zetu hizi za Afrika hizi kuna shida nyingi. Sasa ukisema kila shida uifanyie utafiti ndio uje utafutie solution, you will lose opportunity. Act instantly, immediately after performing due diligence. Kuna aina 2 kubwa za utafiti wa kisayansi. Moja tunaita qualitative analysis ama fundamental qualitative analysis. 2 tunaita quantitative analysis. Na hivi vyote vinalenga kwenye kuhakikisha unagundua fursa ambayo itakupa faida ya kuweza kurecoup your investment ambayo unatarajia kuifanya. The purpose ama lengo la kufanya utafiti ama uchambuzi wa kina ni kuweza kugundua fursa ili uitwae ama kugundua makosa ili uyaepuke. So first priority sio faida. First priority ni utafiti. Amina, tupo pamoja? Tupo mwalimu, na tunaona tunavyokoseaga. Tunaanza kuweka hela afu usalama baadaye. Tuendelee. Tupo pamoja mwalimu. Hawa watu unaosikia mara nyingi sana, mimi bana niliamua kuchukua hela yangu nikaenda kuweka huku, nililipwa mafao yangu, alafu nikaambia huku kuna faida kubwa sana, nikaenda kuweka kule, mbona kwenye soko la hisa faida ndogo ndogo, faida tuzielewi. Hawa wote hawajafanya utafiti. Matokeo yake wakishapoteza pesa ndio wanakuja, mimi mstaafu nimepoteza pesa. Ulifanya utafiti kabla kutumia pesa? Hapana. Mimi nilikuwa mwanafunzi na bomu langu nimetapeliwa. Na mwingine nani yule amenielezea kisa kimoja, basi tu ni mtu mzima tu, nimebidi ninyamaze kimya. Yeye mwenyewe mpaka naona aibu kuniambia jinsi alivyotapeliwa kijinga. So mimi niwaombe, kabla hujatumia pesa zako kwa kuwekeza kwenye kitega uchumi chochote, kwenye utafiti, sehemu ya kwanza tunapochambua ubora wa biashara ama kitega uchumi unachotaka kuweka pesa, jiulize ni biashara gani, ipo sekta gani, inawekaje bei kwenye bidhaa zake, ushindani wake ukoje, je na ukiritimba, muundo wake wa kufanya biashara ukoje, how do they make money, wanauza kitu gani watengeneze pesa. Hapa kwenye business model hapa matapeli utawagundua.
Utawasikia tu wanakuambia wewe tupe pesa, alafu sisi tutakupa faida. Ndio, wewe unaenda kuiweka wapi kabla hujanipa faida? Akishindwa kukuelezea anauza bidhaa gani ama anatoa huduma gani ambayo yeye atawekeza pesa zako apate faida, halafu atoe gharama zake, kitakachobaki akupe wewe kama faida yako. Akishindwa kuelezea hiyo process, tunaita business model ama muundo wa biashara ama muundo wa kutengeneza fedha kwenye hiyo taasisi. Akishindwa kukuelezea hapo in a very simple way, no for sure, una hatari ya kutapeliwa na huyo mtu, especially wale unaosikia wanasema sisi bwana sisi wewe tupe hela tu, mwingine atajijua mbele ya safari. No, you must have this simple idea zaidi kwenye swala zima la wewe kuweza kufahamu ile biashara na misingi yake. Lakini lazima ujifunze kuhusiana na upinzani ambapo kwenye biashara kuna utawala gani bora, viongozi waliokuwepo pale, je, customer base ama wateja wanawapataje, na wale wateja wanahudumiaje. Vile vile vitakusaidia sana kwenye kuelewa biashara. Ukiangalia picha yako upande wako wa kushoto, nyumba ina msingi, na ule msingi ndio unaodetermine ubora na uimara wa nyumba. Yale mambo ya msingi pale kwenye picha nyekundu ndio yale unatakiwa uyazingatie, na kwenye yale majiwe ya msingi, matofali ya msingi, nimejaribu kuyaandika kila aina ya kitu cha msingi ambacho unatakiwa ukizingatie. Alafu kwenye mambo ya msingi ya kuzingatia unapofanya utafiti kwenye sehemu ya pili, lazima uangalie faida ambayo biashara hiyo inaitoa, uangalie ukwasi, manake mzunguko wa pesa taslimu, uangalie kama ile biashara inakopa sana ama haikopi. Biashara zenye mikopo mingi ni hatari, huwa zinakufaga mara nyingi, kwa sababu lazima mkopo uende kuulipa. Ukishindwa kuulipa, aliyekupa mkopo kwa kawaida huwa ana tabia ya kumkamata yule ambaye ana tabia kutokulipa mkopo na kutaifisha mali zake. Lakini lazima uangalie vile vile vigezo vya soko, uangalie mtiririko wa fedha, uangalie sekta, na vile vile uangalie faida ambayo wewe unaitarajia katika mfumo wa gawio ama mfumo wa riba kulingana na aina ya kitega uchumi. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa biashara kabla hujawekeza sehemu yoyote ni kuhakikisha unafanya utafiti kuhusu masuala ya umuhimu na ubora wa biashara ama sifa za biashara. Kwa Kiingereza mara nyingi sana wanaziita business fundamental or competitive advantage or economic mode. Lakini vile vile unaweza ukaangalia, kama unajaribu kuangalia sasa hesabu za ile biashara, kuna baadhi ya vigezo kama 5 ambavyo mara nyingi mimi huwa navitumia, ambavyo vinanisaidia kujua hii biashara, hizi hisa, hivi vipande, hii kampuni ina uwezo wa kutupa faida inayoridhisha. Sasa kama ni kampuni ya kibiashara iliyosajiliwa kwenye soko la hisa, kuna vigezo vingi, lakini 5 vikubwa ambavyo napenda kuvitumia. Kimoja ni kujua, je, hiyo bei ya hisa ni kubwa kiasi gani ukilinganisha na faida yake. Lakini pili, huwa nalinganisha value and price, thamani ya hisa pamoja na bei. Vipande vina thamani, vipande vina bei, so compare. Lakini cha tatu, naangalia faida kwa kila shilingi 100 iliyowekeza katika mtaji katika ile biashara. Cha 4, unaangalia mzunguko wa fedha, na cha 5 unaweza kaangalia faida utakayoipata wewe kama gawio. Ukiweka pesa kwenye treasury bond, tunajua ile ya miaka 20 zamani ilikuwa inatoa 15.49, ya miaka 25 ilikuwa inatoa 15.95. Siku hizi vile viwango vya faida vinategemeana na bei ya soko, kwa kidogo vimesogea chini, viko kwenye 11%, 12%. Lakini vile vile kwenye hisa unaweza kucompute your dividend yield. Kwa hiyo hii ni part of the research, fundamental analysis on the quantitative part, statistics or numbers, ambao lazima uifanye ili uweze kukusaidia. Leo hatuongelei jinsi gani kucompute hizi namba, lakini tunakuongelea kwamba ni muhimu ufanye utafiti kabla hujatumia pesa. Nimewahi kusikia habari za miti ya Njombe pamoja na matikiti maji, jinsi yanavyolipa faida kubwa sana. Baada ya hapo watu wanaingiza mtaji, alafu baada ya hapo ndo wanakuja kugundua kwamba wameliwa.
Wakishaliwa ndio baadaye wanakuja kufanya utafiti. Kile kitu cha kwanza kwao ndio cha mwisho, na cha mwisho kwao kinakuaga cha kwanza. Leo tupo kwa ajili ya kurekebisha hilo kosa. So please, acheni hizi tabia za kuweka pesa usipopajua. Pesa zina tabia ya kupotea ukiwekeza sehemu usioifanyia utafiti wa kina. So mtu mwenye kufanya utafiti ana nguvu ya kukusaidia kwenye kufanya uamuzi sahihi ama uamuzi bora, hata kama hautakuwa sahihi, kwa sababu yuko backed up with the information, with the data. Lakini mtu asiyefanya utafiti utaishia tu kwenye opinion and wishes ambazo sio qualitative data za kukusaidia wewe kuweza kufanya uamuzi bora zaidi. So twende kwenye jambo la pili. Kwenye hii taa yetu inatuelekeza kwamba tukishamaliza utafiti namba 1 kijani, tunaenda kwenye namba 2 njano, tunaangalia usalama wa mtaji. Kwa nini? Kwa sababu ile definition niliyowaambia tulioshare Dodoma na nikawaelezea Dodoma chuo kikuu kwamba hii definition unaipata wapi? Investing is one which upon thorough analysis promises safety of capital and satisfactory return. Kipaumbele cha pili, msingi wa pili kabla hujatumia pesa zako ni kuangalia usalama wa pesa yako. Tunapozungumzia usalama wa pesa yako tunamaanisha usalama wa mtaji, mshahara, marupurupu, mapato unaopata kutoka kwa wateja, mapato unaopata kutoka kwenye vitega uchumi, iwe ni bondi interest, iwe ni UTT interest, iwe ni distributable income, iwe ni gawio dividend. Zile fedha ni very hard to make money, but it is very easy to lose money. So tunapofikia kwenye masuala ya fedha, the effort should be to prevent loss first before to make profit. Sasa hapa ni pagumu, lakini nizungumzie kwa mfano kwenye mazingira ya timu ya mpira. Leo kinapigwa Jangwani na Msimbazi, Simba na Yanga, Manchester City na Man United. Timu ambayo itaacha mlango wake wazi ina uwezo wa kuondoka na lundo la magoli ya kufungwa. Kwa nini? They were not defensive. No matter how many times they strike a goal to their opponent, as long as they did not defend, they stand to lose more. So kwenye pesa inapofika, lazima ucheze defensive game. You don't go first to ask how much money you are going to make. The first question you should ask is how much money should I lose if my assumptions are wrong. Naomba nirudie. Unaposhughulika na pesa, hauanzi kwanza kujiuliza faida kiasi gani. No. Unaanza kwanza kujiuliza kiasi gani cha pesa nitapoteza na kupata hasara ikiwa ninachokifikiria sicho, ikiwa nitatapeliwa, ikiwa nitaingizwa mjini, ikiwa taarifa nilizopewa za kitaalamu hazikuwa sahihi. Ukiweza kujiuliza hilo swali, how much money would I lose if everything go wrong, na ukapata jibu kwamba I will only lose less, then go and invest. I will only lose moderate amount of money, then go and invest. Lakini ukishaanza kuona ni iko high return high risk, high return high risk, if I mess up I lose all, if I get it correct I get it all, my friend, you are in a very wrong place, kwa sababu kila pesa utakayoipata utakuwa na uhakika wa kuipoteza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo play like a football team, be defensive and strike whenever you see opportunity to score a goal. Linda pesa ambayo unayo kwanza, kabla ya kuanza kufikiria utaongeza kiasi gani uweze kupata faida. Na hapa kwenye lugha ya Kiingereza kuna kitu naita margin of safety, margin of safety principle. So margin of safety principle kwa Kiswahili wacha nieleze kwa mifano mepesi tu. Tunapoenda kwa mfano, unapovuka barabara, swala la msingi pale ni nini? Uvuke ukiwa salama ama uwahi kufika. Kama watu mnaweza mkajibu kwenye chat nitashukuru. Unavuka barabara, what is the key point there?
uvuke ufike upande wa pili, huo umefika umewahi, ama uvuke kwa usalama hata kama utachelewa. Hiyo ndo safety. Safety first. Umeenda uwanja wa ndege, ndege hairuki kama hakuna usalama. Nakumbuka siku moja tumepanda ndege moja hivi, alafu kuna mtu mmoja akaingia pale akajifanya yeye ana kichwa ngumu sana, akajaribu kuwatukana wale wafanyakazi wa ndege. Wale wafanyakazi wakaenda kumsemea kwa rubani. Rubani akatoka akamwambia yule abiria shuka. Abiria akasema mimi sishuki, nimelipa tiketi ya ndege. Basi polisi wakatoka kule uwanja wa ndege, wakati tumesha board, tuko ndani ya ndege na tuko tayari kuruka, tunakaribia. Wafanyikazi wale mapolisi wakaja wakamwambia, bana, tunaomba ushuke kwa sababu humu ndani wewe umeleta fujo na ndege hii usalama ni kwanza. Rubani ajisikii comfortable kuruka na wewe. Abiria akagoma, akasema mimi sishuki, nimelipa. Rubani akatoka kwenye kile chumba chake, ilikuwa ni midege mikubwa hii Boeing hii tena hapa Tanzania hapa. Akatoka kwenye chumba chake akamwambia yule abiria tunaomba ushuke. Abiria kagoma. Sasa yule abiria alikuwa pale nyuma yangu, mimi nikamwambia, bwana wewe umevuruga mambo, wewe unazungumza maneno na watukana wafanyakazi, maisha yatakuwa magumu, omba msamaha. Akasema mimi siombe msamaha, nimelipa tiketi ya ndege. Basi na mimi nikawa mpole tu, nikajiona hapa nijifanye mjinga tu, nitulie. Rubani akaenda kwenye chumba chake akashika microphone akasema, ndege hii sitairusha kwa sababu na abiria mmoja ambaye naishi ni hatari. Pale watu wote tukabakia saa, yani huyu jamaa mmoja anatuharibia si safari yetu. Si tuna safari zetu, tunawahi huku, tunarudi Dar, tunatoka zetu Mwanza, huyu jamaa anatuletea fujo humu ndani. Rubani akasema sitairusha ndege. Watu tukahisi kama utani bwana. Rubani pale akasema okay, milango ifunguliwe, abiria wote mshuke. Basi milango ikafunguliwa bwana. Kufunguliwa, ngazi zikaletwa, abiria wote tukashuka. Tukaambiwa tuondoke zetu. Basi tukaondoka, tukaenda pale kwenye ile sehemu nyingine. Polisi wakaja wakamchukua yule abiria walikuwa wanamtaka. Tukaambiwa abiria wengine wote turudi ndani. Abiria wote tulibakia tukarudi ndani ya ndege. Yule tukamwacha kule kwenye mikono ya wale waheshimiwa wale. So issue pale, rubani alichokuwa anaangalia ni usalama kwanza. Ndege hairushwi kama hakuna uhakika wa usalama. Siku nyingine tumeenda sijui kutua wapi, sijui kwa uwanja gani ule. Rubani akasema hapa kama mawingu naona sioni vizuri sana, kwa hiyo usalama kwanza, ili ndege silitulizi hapa nalirusha. Kalipaisha tena. Basi sasa tuko najiuliza kwa nini anashuka na lipaisha. Ni usalama kwanza. Ukienda kwenye construction projects, miradi ya ujenzi wa majengo, barabara, utasikia wanatumia lugha moja, safety first. Hawafanyi kazi bila kuangalia usalama kwanza. So tunapozungumzia masuala ya uwekezaji, kutumia pesa kwa ajili ya kuzalisha fedha, jiulize usalama kwanza kabla ya faida. Ukiweza hiyo, utaweza kufanya vizuri. Warren Buffett alisema za principle moja, alisema yeye ana principle kubwa mbili. Never lose money. That is the first principle. Second principle, refer to principle number 1. Kwa hiyo mimi niwaombe, najua sasa hivi kuna mwamko mzuri wa uwekezaji, lakini zingatia hii pesa unakoiweka ni sehemu salama ama sio salama. Wiki hii nafikiri nimekutana na watu kadhaa, lakini mmoja nilimwona ananiuliza kitu kimoja, nikamwambia usiweke pesa huko kwenye michezo hii isiyoeleweka hii kwenye kompyuta hii. Mwingine sijui kama hidi sijui ukiingiza shilingi 100 unapata faida ya shilingi 100. Naambia pale you stand to lose your money, but chambo kilichowekwa pale ni faida. Kwa hiyo tujitahidi. Principle ya pili, zingatia usalama. Hii nimeizungumza zaidi kwa sababu ndipo mahali ambapo watu wengi wanafanya kosa baada ya kuwa wameshindwa kufanya utafiti. Na utagundua Waswahili wanasema ndege mmoja mkononi ni bora kuliko ndege 9 ambao wako msituni. The principle of one bird in hand is better than the rest of the bird who are in the mid of the forest. Kwa hiyo uangalii wale ndege 9 faida unaowatafuta. Unachokiangalia ni yule ndege mmoja mshahara wako ambao tayari umeshamtia kwenye mkono wako. So focus zaidi kwenye pesa ulionayo. Usifocus zaidi kwenye pesa unayoitafuta faida ambayo hauna. Ukifocus kwenye faida, pesa unayoitafuta, ndege aliyekuepo porini, una hatari ya kumpoteza ndege uliyomweka mkononi, pesa ambayo iko kwenye mkono wako. Hii ndio kanuni ya pili.
Amina, umenipata na umenielewa? Nimekupata na nimekuelewa, na naona sio mimi naikupata tu. Huku kwenye chat huku kuna watu wanasema wanaendaga tu kichwa, wengine wamelizwa nini. Kwa hiyo watu wanazidi kujifunza. Mwalimu, tunaomba tu uendelee, tunakusikiliza. Kama tunachora mchoro kwenye graph kwa Kiswahili tunahitaji, mimi najua naita mchoro tu, graph. Angalia upande wa kushoto inaelezea uwezekano wa kupata faida. Upande wa chini huu unaitwa horizontal, inaelezea uwezekano wa kupata hasara. So vertical faida, horizontal hasara, na huko kuna asilimia. Kuna aina 5-6 za vitega uchumi, A, B, C, D, E, F, G, E. Ukiulizwa uwekeze wapi, watu wengi sana watakimbilia highest profit, highest return. Highest profit, highest return, maana yake wataklik kwenye F. F inakupa faida 95%, inakupa uwezekano wa hasara 95%. High risk, high return. Lakini katika masuala ya uwekezaji, kama utajifunza masuala ya fedha vizuri, utagundua ya kwamba the best investment is either A or B, where the risk of loss is very low, but the risk of making profit is on the high side. You don't begin with the risk of profit or possibility of making profit. You begin first with the risk of loss before you go to the risk of profit or possibility of making profit. Na kuna mikakati mbalimbali ya kuweza kukujua na kukusaidia unawezaje uka-identify high return, low risk opportunities. Hapa nimetoa mifano kama 12. Kwa hiyo ninaomba tu maybe kwa dakika moja kila mmoja anaweza kasoma hapa ni kitu gani anachojifunza katika hii mifano. Siwezi kuzungumza maneno yote, but you can take a photo na ukaangalia example. Ya kwanza, head, I win. Tail, I don't lose too much. So avoid the issue of becoming head. Go with a tail. How much am I going to lose if everything go wrong? And then ask profit later. If you get a prepaid business manake mtu anakupa pesa kabla hujampa mzigo, manake risk of you losing money or capital is low, etc., etc., etc. So you can have a look. Then nitajaribu kuzungumzia msingi wa 3 wa uwekezaji kabla hujatumia pesa yako kwenye biashara, hisa, vipande, iwe ni bondi, iwe ni nini. Make sure you just follow this order in a systematic manner. Cha kwanza ni cha kwanza, first thing first. Cha mwisho ni cha mwisho. Hiki ninachokiongelea sasa ni cha mwisho, kinaitwa faida, ile taa nyekundu barabarani. That should be the last. So kwenye faida, mara nyingi sana tunatamani kwenye mwaka wa kwanza upate faida yenye kurange around 10% mpaka 12% ya pesa uliowekeza, kama unawekeza kwenye kitega uchumi cha muda mrefu, iwe ni biashara, active business, duka, ama iwe ni hisa, ama iwe ni bondi, ama iwe ni vipande vya UTT, ama vipande vya Vatex ambavyo vinauzwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ama iwe ni kodi unayoipata kutoka kwenye nyumba unazopangisha. Make sure at least first year rate of return iwe close to 10%. Ukipata 10 to 12%, well and good. Ukipata below, basi isipungue sana 8%, kwa sababu kwa hali inayoiona sasa hivi kwenye soko la Tanzania, kwenye bidhaa za kifedha kama kina hisa na vipande na bondi, tunaanza kuona kwamba zinashuka, probably because of the liquidity iko kubwa huko kwenye mikono ya watu. Kwenye return tunapozungumzia faida inamaanisha mambo makubwa mawili. Moja ni ile ongezeko la thamani. 2 ni yale malipo unayolipwa kila baada ya muda, ikiwa kama ni gawio ama riba ama kodi ama pesa taslimu mteja anaponunua bidhaa zako. Kwa kawaida tunatarajia faida utakayoipata iwe zaidi ya mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei wa Tanzania ni takriban 3-4.
tuko kwenye range hiyo, ama ni chini ya 5%, then at least faida unayoipata iwe zaidi ya mfumuko wa bei. Tunapozungumzia faida kwenye uwekezaji tunazungumzia faida inayoridhisha. Faida inayoridhisha maana yake hatutarajii kuwa na faida iliyokithiri ama kujiingiza kwenye mitego ya kutajirika haraka haraka, ama ule mtego ambao watu wengi tunao, tunaanzaga na taa nyekundu faida, tukishapoteza pesa taa ya njano, ndio tunakuja kujiuliza kufanya utafiti kwa nini tulipoteza pesa taa ya kijani. So please be careful, usiwe overambitious kwenye kutafuta faida iliyokithiri. Wengi huwa nawasikia wanasema hii faida yake mbona ndogo sana, hii faida yake mbona ndogo sana. Ukishamsikia tu mtu anazungumza hiyo lugha, maana yake ina uwezekano mkubwa huyo mtu wa kupoteza pesa, kwa sababu yeye anatafuta dili la mara moja la kumtoa maishani. Na utasikia tu mtombe, hivi kitu gani nikikifanya tu mara moja tu kitanitajirisha, nikifanya mara moja tu hela yangu itaongezeka mara 10. My friend, sio rahisi kupata such opportunity. Zikitokea sio kila wakati. Labda hii ya Vertex tumeiona juzi, iliingia shilingi 200, shilingi 400, good 100% profit, far over and above than 10% first year. So kusudia kupata faida ambayo wewe unaona inakuridhisha, na hiyo ndio maana ya uwekezaji. Wacha na mimi nijaribu kukupeleka kwenye zoezi ambalo nataka nipime ufahamu wako. Nimezungumza vitu vitatu vikubwa. Kitu cha kwanza, unaanza na utafiti. Kitu cha pili, unaangalia usalama wa pesa. Kitu cha tatu, unaangalia faida inayoridhisha. Hayo maeneo yanaenda systematically. Uanzi kula mboga alafu kamalizia na ugali. Tunaanzaga kuchukua ugali kwanza, alafu ndo tunaenda kwenye mboga, alafu ndo tunatia mdomoni. So kwa kuangalia hii mifano 9 hapa, na mimi natamani ni wape nafasi. Kwa kuangalia hii mifano 9 unayoiona ubaoni, nitakuuliza swali. Ni mfano upi ambao unafuata kanuni 3 za uwekezaji, na ni mfano upi ambao haufuati kanuni 3 za uwekezaji? Mfano namba 3 unafuata kanuni ya uwekezaji. Mfano namba 2 na namba 3. Mfano namba 3 unasema utafiti wa Repoa ulibainisha kwamba asali haina gharama kubwa, mtaji wake ni mdogo na faida ni kubwa kwa 20%. Kwa hiyo kufollow your investment principle inaonyesha kwamba tulianza na hii analysis ikafuata stage namba 2, alafu mwishoni faida. Namba 2 inasema nimesoma taarifa, nimechambua, umwagiliaji tikiti inalipa, hasara ndogo. Hapa kwenye kusoma taarifa, hapa ina maana unafanya analysis, na unapochambua pia unakuwa unafanya analysis. Sawa. Umwagiliaji tikiti inalipa, maana yake ni kwamba mtaji huko utakuwa salama. Na vile vile hasara ni ndogo, maana yake ni kwamba tunategemea kwamba utapata faida. Haya, nimeona namba 8 ni bora kwa sababu imeandika NBS, wameandika utalii ni mdogo, gharama nafuu na faida inaridhisha. Sentensi inaanza kwa kusema NBS wameandika, maana yake huyu mwekezaji amefuatilia, amefanya utafiti ambao ni hatua ya kwanza. Then gharama ni nafuu, maana yake usalama wa uwekezaji wake ni kwamba hata kuwa na capital, hata iwekeza pesa nyingi kwenye huo uwekezaji. Kwa hiyo ni usalama wa pesa zake zile ambazo anawekeza. Lakini pia faida ni inayoridhisha, maana yake hapa nasema faida inaridhisha, ambayo ni hatua ya 3 kwenye uwekezaji. Sasa hii National Bureau of Statistics ndio ile taasisi ya serikali inayotoa takwimu ambazo serikali imeziendorse, imezithibitisha, imezikubali, imeziachia. Kwa hiyo wewe unasoma taarifa za NBS, zile ni reliable, wale hawaleti longolongo. It is something substantial, something of a substance.
Namba 9 inasema BOT MER inaonyesha mikopo chechefu chini ya 5% na sekta ya benki ina faida. Hii ni ripoti ya mwezi inayotolewa kila mwezi na Benki ya Tanzania. Na inakuwa hapo inasema kwamba mikopo chechefu iko chini ya 5%. Mikopo chechefu ni ile mikopo ambayo ina viashiria vya kutolipwa ndani ya siku 90. Na isipolipwa nini kinatokea? Isipolipwa inamaanisha benki zitakuwa zinakula hasara kwa sababu watu wengi wanakuwa wamedefault kwenye mikopo yao. Sawa, kwa hiyo 5% manake default rate ni kubwa, ni ndogo? Ni ndogo. Ikiwa chini ya 5% inamaanisha ni ndogo, kwamba 95% nzima wanalipa mikopo yao vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo hela zina usalama. Ndio. Hela za mkopo ziko salama, si ndio? Ndio. Always. Asante mwalimu, Mungu akubariki. Unaanza na utafiti ama taarifa iliyothibitishwa ama taarifa iliyochakatwa kabla ya kufanya uamuzi wa kutumia pesa ili upate faida. Faida ni ya mwisho, usiendekeze mwanzoni. Kila anayetafuta faida kubwa huwa anaishia kwenye kupoteza mtaji. So be careful, be systematic.